Sabri Zamil Al-Mindri. Katika mambo ya msingi ya kuzingatia katika da'wa ni kwamba unapoanza kufanya da'wa katika kituo kinapokuwa kichanga na wewe bado unakuwa ni mchanga, mara nyingi unakuwa na irtibat na ulama wa ahli-sunna al-akabir, una mafungamano na maulama wanawachuoni wa ahli-sunna wal jamaa, kuchukua nasaha zao na maelekezo yao. Lakini inapofika mahala sasa umepata jina, inapofika mahala markazi yako imekubalika, wanaokuja kwenye markazi yako ni watu wengi, basi nawe unafika mahala kujihesabu kwamba kwani wao ni kina nani na wewe ni nani? Ndio sema umrijalun wa nahnu rijal, wale ni wanaume na sisi wanaume, kama walikuwa wakisema wale rijalu safa. Na baadhi ya vijana fikra hizo sema kwani kina Sheikh Rabi ni kina nani? Sisi tuna maulama katika miji yetu na wale ni maulama wa miji yao, lakini wakati walipokuwa wachanga, vituo vyao ni vichanga, walikuwa wakienda kutaka muongozo kwa mashaikhi hao. Sasa wakati mwingine huwa hata sisi tunatahiniwa hivyo katika marakizi zetu na madarisi zetu. Unapofika mahala sasa markazi imekuwa na jina limekuwa kubwa, markazi inaelekewa na wanafunzi kutoka kila mji na kila mahala, basi kuna kitu wakinaingia katika nafsi. Hiyo ni hali ambayo mara nyingi huzipata marakizi nyingi. Sasa hapo inapotokea maulama wakazungumza kwenye kadhia yoyote au mukhalafa uliofanywa na markazi hiyo, mara nyingi hutokea shubha kama hizi kwamba sisi hapa tuna maulama wetu na wale ni maulama wa mji wao. Hapa nyuma tuliona katika safu ya dawa hii baadhi ya mashehe sasa katika miji ya Yemen au Misri na sehemu nyinginezo, Jazair, wako mashehe wengi walikuwa wakitambua nafasi ya mashaikh kina Sheikh Rabi, kina Sheikh Ubaid na kina Sheikh na wengine katika mashaikh al-sunna. Lakini alipokuwa majina yao na maraki zao wakawa wanarejewa na watu wao na wanafunzi kila mahala, basi na wao walikuwa wakubwa, wakawa na wao ni marejeo katika marejeo ya maulama ambao watakana warejewe katika kadhaya na fitani. Sasa hivi ndivyo inavyokuwa. Inapotokea sasa hali kama hii, kuna baadhi ya wanafunzi wanakuwa hivyo na baadhi ya mashaikh wanakuwa hivyo, yataasabun lilmarakiz wal ashyakh. Sasa watu wanaendelea kuwanusuru mashaikh zao na vituo vyao. Hali ile ya kurudi kwa maulama na maelekezo yao ikawa inafutika tena. Sasa lazima pia sisi tuyajue haya na tuwe na maandalizi kwamba sisi tupo kwa ajili ya kuifuata haki kitaban wa sunnatan, na kuangalia maulama wetu wanazungumza nini, kwa sababu wao wana uzoefu mkubwa katika kadhaya mbalimbali za kidawa. Wanapozungumza wakatoa hujja, wakasimamisha ubainifu, basi sisi tutasimama na maulama na zile hujja ambazo wamezitaja. Hata kama markazi yetu hii tumetusomesha mashehe zetu, basi sisi tutakana tuwe dhidi yao, tuinusuru haki na tuwanusuru mashaikh walioitaja haki. Tutakuja kutaja maneno hapo mbele ya Sheikh Rabi akisema, idha akhta shaykhuk wa intaqadahu shaykhun akhar wal haqq ma'ahu la tata'assab lahu, insah shaykhak. Anapokosea shekhe wako aliyekufundisha akakulea na akamkosoa shekhe mwingine na haki iko na shekhe mwingine si shekhe wako, basi unasihi shekhe wako, usimtetee shekhe wako, usitaasab na shekhe wako. Yani kuwa ya maneno hapo mbele biidhnillah taala. Kwa hiyo inapotokea hali hiyo, mtu akaendelea kuingangania markazi yake kwa sababu ndiyo markazi iliyomfundisha, akawa dhidi ya wale ambao wanaizungumza markazi yake, tayari huyu ameingia katika gonjwa la taasub. Na kadhalika al-Imam Ibn al-Athir katika Nihaya alikuwa akieleza nini maana ya asabia wa taasub, akasema huwa al-muhamat wal mujadala wal mudafa. Taasub maana yake
ni kule kuhamiana na kuteteana dhidi ya haki, yani kwenye batili. Yasema wa hadha min lawazim at-ta'assub. Sheikh Al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala katika sharh masail jahiliya alitaja masala ya 93 au 83 masala ya ta'assub, akatoa taarifu ya ta'assub. Ta'assub ni nini? Akasema ta'assub huwa al-istimraru ala al-batil. Ta'assub maana yake ni kuendelea katika batil, ma'a ilmi bi butlanihi takabburan wa inada, pamoja na kujua ubatili wake lakini kwa kiburi na inadi. Ta'assub ni mtu kuendelea katika batil, maana ilmi bi butlanihi, pamoja na ilmu ya kujua ubatili wake, ni kujua ubatili wake pamoja na ilmu ya ubatili wake kwa kiburi na inadi, kwamba sana yeye ni shekhe wale ni mashekhe, hum rijal wa nahnu rijal. Kisha asema wa nusratu al-shakhs, na kule kumnusuru na kumtetea mtu au al-qabila ala haqqin au ala batil, kuendelea kumtetea mtu au kabila katika haki lakini pia katika batil. Wa hadha min umuri al-jahiliya, na jambo hili ni katika mambo ya al-jahiliya, ni katika mambo yaliyokuwepo kabla ya utume na kabla ya kuja Qur'an, katika maradhi mabaya sana, tena maradhi ambayo ni udhali, katika athari za usufi pia. Kwa hiyo ta'assub kuzama katika iman au maradhi haya ta'assub, maana yake inafika mahala anapokhalifiwa shekhe wako, idha khulifa shaykhuka wa intaqadahu shaykhun akhar, anapokhalifiwa shekhe wako akakoselewa na shekhe mwingine, basi unawachukia wale waliomkosoa shekhe wako. Tubghidhu naqida, wewe unamchukia yule ambaye amemkosoa shekhe wako, ukawa unaendelea kumtetea shekhe wako, lakini ikafika mahala ukamtuhumu yule ambaye amemkosoa shekhe wako kwamba yeye yupo kwenye makosa, au labda yeye ana husda, au labda yeye ana chuki, au ni mtu wa fitna, kwa sababu hayo unayosema hawajayasema mashekhe zako, hayajasemwa na markazi yako na kituo chako ulichosoma, hayajasemwa na walimu zako. Kafika mahala wanawazungumza walimu wako, wao ni watu wa fitna, ni watu wa batil, ni watu wenye husda na mfano wake, ukaanza kuwatukuza na kuwatakasa mashekhe zako na ukawatuhumu wengine. Hiyo ndio inaitwa ta'assub. Kwa hiyo ta'assub maana yake ni kuendelea katika batili pamoja na kufahamu haki na dalili zake zilizotajwa na upande wa pili, na kuendelea kuwanusuru mashekhe zako au jamaa yako, kabila lako au mzee wako au markazi yako, taasisi yako, ukawa unainusuru na kuitetea. Hiyo inaitwa ta'assub. Al-Imam al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali katika majumua yake ya muallafat na rasaili zake na fatawa zake amenukuliwa fatwa yake na makala yake at-ta'assub adh-dhamim wa atharuhu. At-ta'assub adh-dhamim wa atharuhu, na makala Sheikh aliandika ambayo ipo katika mawsua yake, muallafati zake na rasaili zake, akisema wa inna at-ta'assuba adh-dhamim للأديان والقبائل والأشخاص والمذاهب والأحزاب قد حاربه الإسلام أشد الحرب. حقيقة تعصب ulikuendelea kuitetea dini yako, manhaji yako, njia yako mbovu, au watu mashekhe zako na madhehebu yako, kuendelea kubaki katika njia hiyo, jambo hili Uislamu umelipiga vita vikali sana. Dhalika anna at-ta'assuba al-maqita huwa al-manba'u al-wahyu al-muta'affin. Hiyo ni kwa sababu ta'assub, tutakwenda tukitaja neno ta'assub kwa sababu tushajua maana yake. Maana yake ni kule kuendelea kubaki katika batili pamoja na kudhihirika haki na dalili zake, na kuinusuru batili na kuwanusuru watu wako dhidi ya haki. Kwa hiyo ta'assub mbaya ndiyo chimbuko la tope lenye kutoa harufu
tope ambao limevunda. Taasub ndio chimbuko la vitu hivi, wal masdarul baghidh li kulli hadhihi al adwa, ndio chimbuko la maradhi haya ambayo leo tunayaona pakatokea mpasuko katika safu yetu sisi. Taasub ndio sababu kubwa ya maradhi haya alfataka yanayolipuka sasa hivi katika safu. Fahuwa addafi'u lilahzab alkafira adh-dhalima lian taqifa fi wajhi ar-rusul war-risalat. Taasub ndio sababu kuu inayopelekea makundi mbalimbali ya kikafiri yaliyodhulumu yakasimama katika uso wa mitume na jumbe zao, bitakdhib, kuwakadhibisha mitume, waliftiraa alayhim, na kuzua juu yao. Taasub limesababisha yote haya. Umma zilizosimama dhidi ya manabii wao na jumbe zao, sababu kuu katika hizo sababu ni taasub. Taasub kama kabila na mashaka zao, walitihamat waljidali walkhisam bilbatil. Taasub limepelekea katika mambo yote haya. Msitofahamu kwamba Allah Ta'ala ametuamrisha kuifuata haki na kuiacha batil, hata kama hiyo haki itakuwa na mtu wa mbali. Allah Ta'ala ametuamrisha sisi kuishika haki na kuiacha batil na kuitupilia mbali, hata kama hiyo haki iko na mtu wa mbali, ni mtu wa mbali katika miji ya mbali, au ni mtu wa mbali si katika familia zetu, si katika kabila zetu, lakini kuiacha batil hata ikiwa na mtu wa karibu katika jamaa zetu au katika miji yetu, kuiacha batil. Allah Ta'ala akasema, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Aya kama hii na mfano wake ambazo ziko nyingi zikibainisha kwamba Allah Ta'ala anatuamrisha sisi tufuate kilichoteremshwa kutoka kwake Ta'ala, wala tattabi'u min dunihi awliya, usifuate kinyume na yeye Allah Ta'ala katika vipenzi. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. الآيات. والله تعالى ametuamrisha baada ya kuteremshia sheria akasema kumwambia mtume wake, na amri kwake ni amri kwetu sisi, kisha tumekuweka wewe katika sheria, katika amri zetu, basi ifuate sheria hiyo, wala usifuate kinyume chake katika matamanio, kwani hawa watakunufaisha na chochote mbele ya Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala ametuamrisha kusimamia uadilifu kisawasawa. Qala Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhadaa lillah walau ala anfusikum aw alwalidain wal aqrabin. Enyi mlioamini, kuweni ni wasimamizi wa kisawasawa, kusimamia uadilifu na kusema uadilifu, hata kama itatokea ni dhidi ya nafsi zenu. Kuweni ni wenye kusimamia uadilifu kisawasawa na kusema ukweli. Kuweni mashahidi wa Allah Ta'ala, hata kama itakuwa ni dhidi ya nafsi zenu. Kuna wakati unaona kabisa nikisema hivi kuna maslahi ya nafsi yangu yataondoka, au wazazi wenu, ukisema hivi kuna maslahi yataondoka, au utawadhuru na kuwagusa jamaa zako wa karibu, wala aqrabin, kama alivyosema al-Hafidh ibn Kathir. Kwa hata kama kuna madhara, hata kama kuna mambo yataisiku familia yako na jamaa zako, watu wako unaoishi nao, wanajumuiya wenzako, wana taasisi wenzako, wanapotokea wamefanya makosa, wana kituo wenzako, wana markazi wenzako, walimu wenzako, iseme haki lillahi Ta'ala. Kwa hiyo Allah Ta'ala ndivyo ambavyo anatuamrisha sisi tusimame sawa sawa katika kuisimamia haki. Yakun ghaniyan au faqira fallahu awla bihima fala tattabi'u alhawa an ta'dilu. Kwa hiyo hata kama ikiwa mtu ni tajiri au ni maskini, basi utajiri wake usikufanye ukaacha kusema ukweli, ukaisema haki. Au ikawa mtu ni fukara, kwa kumuonea huruma na kumhurumia ukaona hapana, tubaki nayo kwa sababu anahitaji, ni mwenzetu, tuko naye tunamsaidia, lakini pia msifuate matamanio mkaacha kufanya uadilifu. Sababu matamanio mara nyingi kupelekea mtu akaacha kufanya uadilifu na akafanya dhulma
dhidi ya ndugu zake wanaomwambia ukweli. Kwa hiyo kuna aya nyingi ambazo zinatuamrisha sisi kuifuata haki, kufuata kitabu na sunna na kusema ukweli katika hali yoyote ile, na kutokuwaogopa watu hata kama kuna kukosekana baadhi ya masalih, baadhi ya maslahi. Hiyo ndio tarbia sahihi, malezi sahihi ambayo tunapaswa sisi kama ahli sunna waislamu tukana tuwe nayo. Usio wewe ni mtu kukaa katikati, sababu pia kuna watu na maradhi hayo. Ndio maana Allama Rabi al-Madkhali anasema watu wabaya sasa hivi ambapo mara nyingi wanatuingiza sisi katika safu, katika hali ngumu, ni watu ambao wanajaribu kukaa katikati. Mtu anajaribu kukaa katikati ni mtu mbaya kuliko yule ambaye ni sarih ala al-batil, yuko wazi kwenye batil. Sababu kuna watu ambao wao inapotokea magomvi kati ya mashekhe, majadiliano kati ya mashekhe, mabishano kati ya mashekhe kwenye masuala ya kielimu na dawa, yeye huwa anakaa katikati. Hawezi kusema kwamba haki iko na fulani, batili iko na wewe. Hao ni watu wabaya sana, na watu hao wanajibiwa na hizi aya ambazo nimezitaja hapa nyuma, kwamba Allah Ta'ala anatutaka sisi tuwe ni wenye kusimamia ukweli na kuisimamia haki, hata kama wale ambao utawasema ni jamaa zako, ni watu wako wa karibu, au itakuwa ni nafsi yako wewe mwenyewe. Simama kwenye ukweli, usikae katikati ili uwaridhishe wote. Hii hata katika hali ya suluhu tu za kawaida, fulani na fulani wamegombana, wewe unataka kujaribu kukaa katikati, wewe una makosa na yeye ana makosa. Sasa inakuwaje hivi? Kwenye munasaba kama panahitaji kwamba kwenye kadhia hii wewe umekosea, unatakana utubie, utaraja, unatakana urudi nyuma kwenye kipengele hiki. Unatakana mtu aambiwe, hata kama ni jamaa yako, ni rafiki yako. Lakini ukianza nyote mna makosa, wewe una makosa, na huyu nia yake iko nzuri na wewe nia yako ni nzuri, hawa ndio watu ambao wanatufikisha katika wakati mgumu. Hata katika suluhu za kawaida, hata kwenye suluhu pia za ndoa kawaida, kutaka kuonesha kwamba wote wako katika usawa, kwamba bibia yuko sawa na jamaa yuko sawa, wote wana makosa, manake hautengenezi, bali unaleta maradhi katika familia. Bado mwanamke ataona yeye kwenye haki na mwanamume amekosea, au kinyume chake. Kwa hiyo nitakana aambiwe, kama ni mwanaume, bwana wewe una shida, una matatizo, wewe una makosa, unatakana utoe matumizi kwa mke wako, kweli uko hautoe matumizi, unatakana umpangishie hali yako, umdhibiti hali yako kwenye hili na hili na hili, kwa wewe ulikuwa unakosea katika hili. Alafu na mwanamke umwambie mambo yake, usikae katikati, usimamie ukweli na haki. Tukifanya hivyo tutakuwa tumefanya moja ya asbabu za kutengeneza kwa kiasi kikubwa sana. Alama Muqbil bin Hadi al-Wadi katika kitabu chake cha Iqamatu al-Burhan ala dhalali Abdurrahim al-Tahan, katika kitabu hiki alipokuwa akimsema na kumrudi Abdurrahim al-Tahan, moja kati ya mashayikh ambao walithubutu kusema kwamba taassub na taklid kwa madhehebu ni katika mambo ambayo yanapaswa. Kwa maana yeye akawa anawalingania watu wataasab na madhehebu, wewe uwe ni Shafii na ufuate madhehebu yako. Hata kama atakuja mtu akakwambia bwana sahihi ni kauli hii au madhehebu ya Hanabila hapa ndio sahihi kwa mujibu wa dalili hii, sema sisi bwana, sisi mashafi tunaona hivi. Sababu moja katika matatizo ambayo yapo sasa hivi katika baadhi ya ndugu zetu ni maudhui au kipengele hiki, kwa sababu mtu ameamua yeye kusoma masomo kupitia njia labda ya madhehebu ya Shafi, basi itafika mahali imekuwa kama nembo. Sasa sisi mashafi tunaona hivi, ukiomba dalili sasa sisi mashafi tunaona hivi, sisi mashafi tunaona hivi. Aina dalili ala ma takuluhu, iko wapi dalili juu ya kile unachokisema? Unakuwa tena kama katika njia ya tasawuf, tena katika masufi mbaya akiambiwa dalili ni hii au sahihi madhehebu ya Hanabila au Malikia kwa dalili hii, sema sisi mashafi tunaona hivi. Sasa imefika mahala kwamba hata salafiin wakikutana wana nembo zao kama sisi mashafi, au kuuliza jambo lolote la kidini sema sisi mashafi tunaona hivi, si qala Allah qala Rasul. Tena hii hali ni mbaya sana tunapoelekea. Tilia mbali kama maulama
wanazungumza vipi kuhusiana kujinasibisha katika madhehebu. Nipe hukumu ya kujinasibisha katika madhehebu, kwamba mimi ni ash-Shafi'i, fulani bin fulani Shafi'i, mimi ni fulani bin fulani Hanbali, fulani Maliki. Ni ipi hukumu ya kujinasibisha katika madhehebu? Maulama wanazungumza kipengele hiki. Ipo khilafu ambayo ipo kwenye jambo hili, pamoja na kuwa wote maulama wa ahli sunna wameafikiana kwamba haifai kutaasab na kufanya taklid. Itapokuja dalili kwenye madhehebu mengine, unatakana ufuate dalili na uyafuate na madhehebu, na hivi ndivyo ambavyo walikuwa maimamu. Lakini kuna khilafu ambayo ipo juu ya kujinasibisha na madhehebu, kwamba mimi ni Shafi'i, mimi ni Hanbali. Maulama wengi wa zama hizi wao wanaona kama jambo hili halina ubaya, muda wa kuwa mtu hatofika katika hali ya kuwa yeye ni muqallid, kwamba sasa mimi ni Shafi'i kila kitu, mimi ni mshafi, mimi ni mshafi kila tuulizo swali sisi mashafi tunaona hivi. Wana vipi swala la kusali wakati fulani, sisi mashafi tunaona hivi. Vipi swala la kufanya hivi, piga mswaki, sisi mashafi tunaona hivi. Ikawa tena hakuna qala Allahu qala Rasul. Na hii hali kwenye safu yetu ipo sasa, inaanza kupenya katika safu yetu, na ni hali ambayo ni hatari sana, katika hali hatarishi katika dawa yetu sisi. Achilia mbali kwamba dawa yetu tangu zamani, tangu wakati wa salaf haikuwa na mambo haya, kama anavyosema Ibn Abbas au Muawiya aliposema kumwambia Ibn Abbas kwamba je, wewe uko katika madhehebu au uko katika mila gani? Anta ala millati Uthman wa anta ala millati Umar? Sema la, wala ala millati fulani, sipo katika mila yoyote ile, mimi niko katika ala millati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhrajahu al-Lalakai wa Ibn Battah fi al-Ibana. Kwa hivyo swala hili ukitizama katika asili halikuwepo, hawakuwa salaf wala tabi'in au tabi'in kwamba mimi ni Bakri, mimi ni Umari, mimi ni Uthmani, mimi ni Alawi. Hilo halikuwepo kwa salaf, pamoja na kuwa tufahamu elimu ya masahaba hawa khulafa ar-rashidin na wengine kina Mas'ud, kina Zaid bin Thabit. Hapakupatikana katika salaf katika zile al-qurun al-mufaddala ambao walikuwa wasema mimi ni Zaidi au mimi ni Alawi na mfano wake. Al-Imam al-Allama ash-Shawkani rahmatullahi ta'ala alayhi, as-San'ani, na kabla yao Ibn Hazm katika al-Ihkam, ni moja katika maulama ambao wamepiga vita kipengele hiki kuja kujinasibisha katika madhehebu, wasema ni katika bid'a. Bali Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi asema kujinasibisha na madhehebu kwamba mimi ni Hanbali, Shafi'i katika bid'a. Hawa wao wanaona hivi, lakini baadhi ya ulama muasirin wao wanasema yafaa kujinasibisha, kwa sababu hata tarajim za ulama wengi ukiangalia utakuta fulani Hanbali, fulani Shafi'i, Adhabi al-Shafi'i. Japokuwa sasa walikuwa wakinasibishwa wao, si wao walikuwa wakijinasibisha na madhehebu haya, lakini wakasema kuna hali ya kufaa, ila tu kitu ambacho wanakitahadharisha ni kufika mahala sasa tukaacha masala ya kutizama dalili, tukaacha masala ya kuangalia qala Allah qala Rasul, ikawa sisi mashafi tunasema hivi, sisi mashafi tunaona hivi. Ikawa sasa kama ilivyo sasa hivi katika baadhi ya ndugu zetu katika saha ya dawa hii, kwamba sisi mashafi tunaona hivi, sisi Hanabila, sisi Maliki tunasema hivi, so qala Allah qala Rasul. Na Allama al-Albani ana maneno yake akizungumza katika silsila au mfano wa kaseti yake na sauti yake katika kaseti yake, na maneno yake ni mufaragha. Aliulizwa kuhusiana na kipengele hiki cha kujinasibisha na madhehebu, akasema suala la kusoma madhehebu ni wasila, si ghaya. Kusoma fiqhi kupitia madhehebu fulani ni wasila, sasa isiwe kama ni ghaya, ni lengo. Kusoma madhehebu, kusoma fiqhi kwa madhehebu ya Shafi'i, Hanabil, Hanbali, Maliki, Hanafi, hiyo ni wasila ya kufika katika elimu sahihi na dalili ya kitabu na sunna. Isiwe sasa kama malengo kwamba sasa nataka ujue Shafi'i wanasemaje. Wewe juhudi zako kubwa ni kujua Shafi'i wanasemaje katika kipengele hiki, Shafi'i wanasemaje katika swala hili, kwenye ndoa hii, kwenye jambo hili, kuoa mwanamke ambaye labda ana ujauzito, Shafi'i wanasemaje, na vipengele vingine mbalimbali. Au Maliki wanasemaje. Ikawa fiqhi yako unaijenga hapo, ikawa kama ndio lengo kufahamu madhehebu yanasemaje. Kwa Sheikh Al-Albani akasema lengo ni kufika kwenye qala Allahu
qala rasul, amesema Allah, amesema mtume, kiasi ambacho sasa ukifikiwa na dalili inayotoka katika madhehebu yoyote yale unalazimika kuifuata dalili na madhehebu yale. Na ndivyo maimamu walikuwa hivyo, maimamu wale walikutubu sita walikuwa hivyo, na ndivyo takana sunni awe hivyo. Kwa hiyo tunatoa tahadhari kwa ndugu zetu baadhi ambao sasa wanakurubia kufanya njia ya kusoma madhehebu fulani ni kama lengo kwamba sasa natakana kujua Shafiia wanasemaje kwenye kila kipengele, kama hiyo ndio elimu. Falilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ulul irfani man ilmu nasbuka li khilafi safahata baina rasuli wa baina ra'i fulani. Ilmu ni qala Allahu qala rasuluhu, ilmu ni maarifatul haqi bidalilihi, ilmu ni kujua haki na dalili zake. Ilmu sio kujua madhehebu fulani asemaje kwenye kupiga mswaki, kwenye kufanya hiki, kwenye ndoa labda hii, kwenye kitu fulani Mashafii wanasemaje. Hiyo sio elimu. Elimu ni qala Allahu qala rasul, lakini utasoma kwenye madhehebu kama vile wasila ya kufika katika elimu hiyo sahihi. Kwa hiyo tutahadhari na haya ambayo yanahofiwa katika safu yetu sisi, na haya mambo mwanzoni hayakuwepo, lakini sasa hivi imekuwa ni kama maradhi fulani yanataka kupenya katika safu yetu. Sasa tutahadhari na jambo hili. Sasa huyu Abdurrahim at-Tahan yeye alizungumza katika fatawa zake kuwaambia watu kama jambo la kujinasibisha na madhehebu ni jambo la lazima, ni jambo ambalo linapaswa. Akapelekewa maneno hayo la Allamatu Muqbil ibn Hadi al-Wadi rahmatullahi ta'ala alayhi, akaifanyia kalima yake naqd, akaikosoa na kuisahihisha kalima yake na maneno yake at-Tahan kwenye kitabu hiki. Asili yake ilikuwa ni sauti, lakini ikafanywa tafriri, yakawa ile maneno yameandikwa katika kitabu cha Iqamatul Burhan ala dhalali Abdurrahim at-Tahan. Ni risala nzuri sana, muhimu kwa talib ilmu sunni. Akisoma ataona namna gani maulama wa ahli sunna yatajarraduna lilhaqi wad-dalil, wako safi kwa ajili ya haki na dalili. Katika haya maneno ambayo ameyasema Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, akimrudi bwana huyu, fa ahlul ilmi yatawajjauna min hadhihi ta'assubat, ahlul ilmi wanaumizwa sana na hizi ta'assubat, huku kuendelea kutetea na kuyahami madhehebu, hata kama dalili itasimama kwamba sisi Mashafi au sisi Hanabila, sisi Malikia tunaona hivi. Ahlul ilmi wanaumizwa na taasubi hizi min zamanin qadim, hatta qala Nishwanu al-Himyari, tangu zama za mwanzo huko mbali, mpaka akasema Nishwanu al-Himyari mutawajjian min ahli asrihi, akasema Nishwanu al-Himyari akiumizwa na hali ya watu wa zama zake na ile taklidi yao kumfuata kwao al-Hadi, mwanachuoni wao al-Hadi ambaye katika moja wanachuoni wa kule Yemen al-Hadi al-Maqbur bi Saada, aliyezikwa sehemu za Saada huko shimali. Asema Nishwan, idha jadaltu khasmi au idha jadaltu bil-Qur'an khasmi ajaba mujadilan biqawli Yahya فقلت كلام ربك عنه وحي أتجعل قول يحيى عنه وحيا. Asema Nishwan, pale napojadiliana kupitia Qur'ani na khasimu wangu kwamba lete dalili qala Allah qala rasul, ajaba mujadilan biqawli Yahya, yeye hujibu kwa ubishi kwa kauli ya Yahya. Yeye hujibu mujadilan, hujibu kwa ubishi kwa kauli ya Yahya. Wewe kuna baadhi ya watu wewe unamwambia qala Allah qala rasul, yeye anakuambia madhehebu yetu sisi tunaona yafaa jambo hili. Hili jambo tunaliona pia lipo linapenya katika safu yetu, ni jambo hatari, ni maradhi hatari ambayo maali yake, mafikio yake ni kuingia katika taasub madhmum, taasub ile ambayo ni mbaya, kwa sababu si taasub ya haki na dalili zake. Kwa hiyo kuna mifano mingi katika jambo hili. Mmoja katika mashaikh wa al-sunna, kumbuka maneno yake, ni Sheikh Saleh Ali Sheikh hafidhahullah ta'ala, anasema miongoni mwa ghulu, kuvuka mipaka katika
kuifuata sheria na kuwafuata wanawachuoni katika ghuluu, katika kule kuifuata dini na kuwafuata maulama, ni kufika mahala ukiandika kitabu kwenye masala fulani, ukitoa muhadhara kwenye masala fulani, wewe unamili kwenye kunukuu kauli za ulama tu, hasa kwenye masala ambayo kunakuwa na pande mbili. Wewe tegemeo lako kubwa, Sheikh fulani amesema, pia tunao mashekhe, pia kuna Sheikh fulani, kuna Sheikh fulani, tuna Sheikh fulani. Kwa hivyo msitulazimishe. Kwa hiyo miongoni mwa ghuluu ambazo ni moja ya ghuluu mbaya, ambao ni vipengele vya vibaya, ni kufika mahala wewe kila ukiandika, kila ukisema wewe ni qala fulani, qala fulani, qala fulani. Inakuwa ni mfano wa dawa ya tasawuf, sababu asufia wao wakati mwingine wanasimama dhidi ya haki na dalili zake, kwa sababu kuna Sheikh fulani kasema. Huwa tunapitia misimu hii mara nyingi sana na masufi. Ukiambiwa kwamba Lailatul Qadri na usiku usipokuzaliwa mtume ni kitu gani ambacho ni kitukufu chenye cheo, usiku wa Lailatul Qadri na mfano wake, lakini akamwambia mwanachuoni fulani amesema, ukimwambia dalili sema mwanachuoni fulani amesema. Kwa hiyo tusilazimishane, kwa sababu na sisi tunao maulama kwenye kipengele hiki. Haya maradhi pia na sura hii ya ghuluu inaingia kwa baadhi ya ndugu zetu, ambayo ni hali pia hatari sana. Fika mahala sasa baadhi ya salafiyin, wewe unamwambia qala Allah qala Rasul, akamwambia sisi katika madhehebu yetu tunaona hivi, si Mashafi tunaona hivi, sisi Malikia tunaona yafaa. Kwa dalili gani? Sala na khilafu bana, tusilazimishane. Tunaye mwanachuoni fulani, tunaye fulani, tunaye fulani, na hayo sio malengo. Malengo ni kufika kwenye qala Allahu qala Rasul. Hiyo ndio ilmu. Haya madhehebu haya ni moja ya njia tu za kuifikia fiqh sahihi, isiyo kama malengo. Kwa hiyo anasema Nushwani, napojadiliana na hasimu wangu kwa Qur'an, yeye hujibu kwa ubishi akisema kwamba amesema Yahya, fakultu kalamu rabbika anu wahyun, maneno ya Mola wako kutoka kwake ni wahyi, ni ufunuo, yawe dalili. Atajalu qawla Yahya anu wahya, je, unataka kuyafanya maneno ya Yahya kuwa kama wahyi? Kisha akasema fataasu mambudhun, wa indama qala al-ansari ya lil-ansar wal muhajiri ya lil-muhajirin. Kumbukeni pale ambapo alisema yule mmoja katika masahaba Ansar na yule muhajiri, kila mmoja alipoita jamaa zake, katika hadithi ambayo imetaja al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Siku moja walipigana wawili katika muhajirin na Ansar. Faqala al-muhajiri ya lil-muhajiri ya lil-muhajirin, yule muhajiri akasema enyi ndugu zangu muhajirun, kwa maana ungesema lamu ya istighatha, kwamba njooni mniokoe dhidi ya huyu hasimu wangu. Waqala al-ansari ya lil-ansar, yule ansari akasema enyi ndugu zangu maansar, kwa maana njooni mniokoe dhidi ya huyu hasimu wangu, bila kujali kwamba wewe ndio umekosea au ni yeye amekosea. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia maneno haya asema abida'wa aljahiliya wa ana baina adhhurikum, hivi mna miito ya kijahilia ya kwenda kunusuriana basi na ya kujali haki iko na nani, batili iko na nani, nani muhiq, nani mubtil, nani aliye kwenye haki, nani aliye kwenye batil, nani ambaye amedhulumiwa, nani alidhulumu. abida'wa aljahiliya wa ana baina adhhurikum da'uha fa innaha mumtina, acheni miito hii ya kwenda kunusuriana na kusaidiana kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya umahala, kama mmetoka sehemu moja, sababu labda ya taasisi au kwa sababu ya kabila ni moja. Da'uha, acheni, fa innaha mumtina, hakika huu umeoza, ni uvundo huu. Uislamu hauko hivyo. Unsuru akhaka dhaliman au madhluma, mnusuru ndugu yako aliyedhulumu au aliyedhulumiwa. Aliyedhulumiwa utamnusuru kwa kumsaidia kurudishiwa haki yake. Aliyedhulumu, aliyekosea, unatakana umkataze. Imekuja katika riwaya ansuruhu in kana madhuluman fa kaifa in kana dhaliman, mtamnusuru akidhulumiwa ya Rasulullah, lakini vipi ikiwa yeye ndiye aliyefanya dhulma? Asema tanhahu an dhalik,
mkataze na dhulma, akifanya batil mkataze na batil, uwe dhidi yake, usimame dhidi yake. Sheikh Mukbil akaitaja hadithi hii akasema, fahadhihi da'wat wa ta'assubat tu'tabaru sababan litajhili almuslimin bal litashkiki awami almuslimin. Hizi taasub hizi, kule kubaki kwamba unatetea kabila lako, markazi yako, mashaka zako, unawahami, huzingatiwa au ni sababu ya kuwaingiza waislamu katika ujinga. Watu wanashangaa, sasa haki iko na nani sasa? Kwa sababu sasa kila mtu anajaribu kuitetea markazi yake, mashaka zake, kabila lake, taasisi yake na mfano wake, bali ni moja ya sababu za kuwatia waislamu katika shaka. Niliahidi nitataja maneno ya Sheikh Rabi pale aliposema, idha akhtaa shaykhuka wa intaqadahu shaykhun akhar wal haqqu ma'ahu kun ma hadha al akhar. Atapokosea shekhe wako akamkosoa shekhe mwingine na haki, ukisikiliza waona haki iko na huyu shekhe mwingine, si shekhe wako. Hivyo hivyo pia markazi nyingine na markazi yako imekosolewa, markazi yako kwa sababu ya kipengele fulani na fulani na fulani, pametajwa ushahidi na matukio kwa ushahidi na vidhibiti kwa ushahidi na dalili kwenye yale ambayo wameyafanya. Ikiwa itatokea hivyo, shekhe anasema wa intaqadahu shaykhun akhar, akikosolewa na shekhe mwingine na haki iko na huyo shekhe mwingine, insah shaykhak, wewe mnasihi shekhe wako, la tataassab lahu, basi usimtetee na kumhami shekhe wako katika batil. La yajuzu laka an tataassaba lahu, haifai wewe ukaendelea kumdifai na kumhami shekhe wako. Kisha akasema, idha taassabta lahu yushabbihu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah hadha at-ta'assub bit-tata'. Utakapoendelea kumhami shekhe wako na markazi yako, pamoja na kuwa panazungumzwa kwa dalili dhidi ya markazi yako na shekhe wako, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anafananisha kitendo hiki na kitendo cha at-tatar, ambao wao waliungana kwa kitu kimoja bila kujali. Kisha akasema, al-Islam wal manhaj as-salafi bari'un minhuma au minha, Uislamu na manhaj as-salafi iko mbali na kitendo hicho. Wa nahnu ala hadha nurabbi ash-shabab, na sisi juu ya msingi huu tunawalea vijana wetu katika dawa hii min hadhihi al-mar'a min hadhihi al-amrad allati tukhalifu at-tarbiyah as-sahiha, maradhi ambayo yanakhalifu malezi ambayo ni sahihi. Law akhta Ibn Baz wa Ibn Taymiyyah wa intaqadahu ahadun bihaqqin fala tata'assab lahu wala tubghidhuhu wala taghdab. Asema pale atakokosea hata Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi au Ibn Taymiyyah, akaja mwingine akaikosoa fatwa ya Ibn Taymiyyah kwa haki na dalili, basi wewe usiendelee kumhami shekhe wako au usiendelee kumhami Ibn Baz au Ibn Taymiyyah, na wala usikasirike na kama inakuwa kwa baadhi ya vijana. Kisha shekhe akasema, la taqul hadha yatakallam ala Ibn Baz wa Ibn Taymiyyah idha kana bihaqqin wa biadabin wa ihtiram. Usiseme kwamba huyu anamzungumza Sheikh Ibn Baz, huyu anamzungumza Ibn Taymiyyah, muda wa kuwa amezungumza kwa haki na kwa adabu na heshima, muda wa kuwa amezungumza kwa haki na adabu na ihtiram. Usiseme kwamba huyu vipi, mbona analeta fitna na mfano wake. Kisha akasema, li anna al-hadafa rabtu an-nas bi manhaji llahi, kwa sababu lengo ni kuwafungamanisha watu na manhaji ya Allah Ta'ala, wala narubituhum bi akhta'i al-bashar, usiwafunge watu na makosa ya watu, kaina mankana, vyovyote vile mtu atakavyokuwa. Kisha akaeleza hali mbaya ya vijana wa kisalafi sasa hivi kwa sababu ya maradhi haya ya taassub, mipasuko ambayo inaendelea kuwepo katika safu kwa sababu ya taassub kwa mashayikh, taassub na marakiz. Markazi inakosolewa kwa msingi huu na huu, na dalili zake zinatajwa pia, lakini mtu kwa sababu ile ni markazi yake hayuko tayari kukubaliana na upande wa pili, kwa sababu wale si walimu zake, si markazi yake. Haya ndiyo mambo ambayo yanaleta mipasuko katika safu yetu. Baada ya maelezo haya,
nitaje vipengele viwili au kipengele kimoja kuhusiana na akiba wa at-ta'assub, mwisho mbaya na hatima mbaya ya maradhi haya at-ta'assub. Allah Ta'ala baada ya kutaja kisa cha Nuh na watu wake, Ibrahim alayhi salam na watu wake, Lut na watu wake, na visa vya kaumu hizo na yale ambayo yapo katika visa vyao na kule kuangamizwa kwao na umma nyinginezo zilizotajwa katika Qur'ani na Sunna, kaumu ambazo ziliendelea na mila zao zikaacha da'wa za mitume na vitabu na inadi walioendelea nayo. Allah Ta'ala ameeleza habari hii ndani ya Qur'ani katika sehemu mbalimbali. Miongoni mwa sehemu nitasoma baadhi ya aya alafu nitaeleza mahala ambapo ninakusudia. Yaqulu Ta'ala wa ila madyana akhahum shu'aiba faqala ya qaumi ibudullaha warju al-yawma al-akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin fakadhabuhu فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنكم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Allah alipowataja hawa na hali zao ule kuwakadhibisha kwa mitume kwa sababu ya kufuata njia za wazee wao, akasema wa Qaruna wa Firaun wa Haman walaqad jaahum Musa bilbayinat. Na Qarun na Firaun na Haman wote hawa aliwaijilia wao Musa kwa hujja na dalili na burhan, fastakbaru fil ardh, lakini wakafanya kiburi katika ardhi. Wao walifikiwa na dalili, walisomewa hoja na vitabu vilivyoteremshwa, lakini walifanya inadi na kiburi, wakaendelea katika batil. Wama kanu sabiqin, lakini hawakuwa ni wenye kumtoroka Allah Ta'ala pale alipotaka kuwaadhibu wao. Kisha akasema Allah Ta'ala fakullan akhadhna bidhanbi, wote katika hawa tuliwaadhibu kwa madhambi yao. Kila katika hawa tulimwadhibu kwa madhambi yake. Kwa hivyo kila kaumu iliadhibiwa kwa sababu ya ile madhambi yake. Taasub kwa makabila na watu wao na masharifu wao iliwapelekea kuadhibiwa kwa sababu walikataa haki. Kwa sababu hiyo Allah Ta'ala akawaadhibu hapa duniani. Allah anasema faminhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadhathu as-sayha, wapo miongoni mwao tulipeleka juu yao kimbunga, tukawaangamiza kwa kimbunga kwa sababu ya kuwapinga mitume na vitabu na kutaasab na kuendelea kuyanusuru makabila yao na mataifa yao na masharifu wao. Wa minhum man akhadhathu as-sayha, na wapo miongoni mwao uliwachukua wao ukelele. Wa minhum man khasafna bihi al-ard, na wapo miongoni mwao tukawadidimiza katika ardhi. Wa minhum man aghraqna, na wapo miongoni mwao tuliwazamisha katika maji. Wama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, hakuwa Allah ni mwenye kuwadhulumu wao, lakini wao wenyewe walizidhulumu nafsi zao kwa kuwakadhibisha mitume na kutaasab na masharifu wao na watukufu wao na makabila yao. Hii ni moja ya athari mbaya za maradhi haya ya at-ta'assub hapa duniani. Lakini miongoni mwa athari pia, kiachilia athari zinazofungamana na da'wa na kuichana safu kama tulivyoona hapo nyuma, lakini pia siku ya Kiyama patakuwa na husuma kati ya majamaa na marafiki walioshikamana nje na kitabu cha Allah Ta'ala, wakashikamana kwa sababu ya ukabila, wakanusuriana kwa sababu ya ukabila na utaifa, au kwa sababu ya vituo na mfano wake. Allah Ta'ala anasema waqala alladhina kafaru lan nu'mina bihadha alquran wala billadhi bayna yadayhi walau tara idh adh-dhalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Kwa hiyo majibizano yatakuwepo siku ya Kiyama na kutabara, kujitenga kati ya masahiba na marafiki walioshikamana nje ya haki na dalili zake, walioshikamana kwa sababu
ya ukabila wakanusuriana juu yake, wameshikamana imma kwa sababu ya vituo au kwa sababu ya markaz, si kwa ajili ya haki na dalili zake, au kwa ajili ya taasisi, jumuiya na mfano wake, kama wewe ulipewa sehemu katika jumuiya, katika taasisi ile, basi ukabaki hapo hapo unaungua ukifa na taasisi yako na watu wako, pamoja na kuwa haki umeshaifahamu. Siku ya kiyama hao mashehe zako, wana taasisi wenzako waliowahami na kuwatetea, wana markazi wenzako waliowahami na kuwatetea, basi watajitenga na wewe. Hata huyo shekhe wako pia atajitenga na wewe, kama alivyoeleza Allah Ta'ala katika sura 7 katika aya hizi. Lakini pia Allah Ta'ala anasema ittabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'u al'adhab wa taqatta'at bihim al'asbab. Pale tufika mahala watajitenga wale ambao walifuatwa dhidi ya wale waliowafuata. Sisi hatukufahamu nyinyi, hatukuwaambieni hivyo. Katika sura 7 imekuja wazi kama kusema lau si nyinyi tungekuwa ni waumini. Sema hapana, sisi hatukuwaambieni hivyo, nyinyi wenyewe mliingia katika uovu. Kwa hiyo kuna hali ya kusuma kati ya masahiba na marafiki waliosubiana katika batil nje na haki. Lakini pia Allah Ta'ala anasema inna Allaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliya wala nasira. Hakika ya Allah Ta'ala amewalaani makafiri na amewaandalia adhabu ambayo ni kali. Khalidina fiha, wataishi humo milele abadan. La yajiduna waliyan wala nasira, hawatawapata wenye kuwa nusuru wao, majamaa marafiki watakaowahami na kuwa nusuru. Yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Atasema hivi. Angalia madhara mabaya yanayosababishwa na maradhi haya at-ta'assub, kama wewe umesimama na shekhe wako na jamaa yako, rafiki yako, mwanachama mwenzako, kabila lako, na umesomeshwa, umefikishiwa misingi ya dawa na baadhi ya vipengele katika majadiliano yenu, ukaamua kusimama na kituo chako, basi siku hiyo Allah anasema yauma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar, siku hiyo zitageuzwa nyoyo zao ndani ya moto, kugeuzwa nyuso zao ndani ya moto. Watakuwa wakisema laiti yetu sisi tungemtii Allah na mtume wake, laiti sisi tungemfuata Allah Ta'ala katika anayotuambia, tukamfuata mtume sallallahu alaihi wasallama. Waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Watasema Allah, hakika ya sisi tuko hapa leo kwa sababu tuliwatii watukufu wetu, saadati wetu, masharifu zetu na wakubwa wetu, wakatupondoa katika njia ya sawa. Rabbana atihim dhifain min al'adhab wal'anhum la'nan kabira. Watawaombea hivi kwamba Allah, hawa waliotupotosha sisi waongezea adhabu. Inasema malaika watasema hivyo, lakini ala kulli, hivyo ndio itakuwa hali ya wale ambao walitaasab katika dunia juu ya batil. Allah Ta'ala sema wa yawma ya'adhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Semeni aya hizi na mfano wake, madhara na athari mbaya huko akhira inasababishwa na maradhi haya, at-ta'assub, ta'assub al-ashkhas au al-ashyakh, al-marakiz wal-jumuiyat al-muassasat na mfano wake. Kwa hiyo maradhi ya ta'assub ayu muslimun ni maradhi mabaya mno na athari yake ni mbaya katika saha ya dawa, kuichana na kuipasua safu yetu sisi. Lakini pia maradhi haya ni moja ya sababu za kuadhibiwa na Allah Ta'ala. Lakini pia siku ya kiyama kuingia katika husuma sisi na mashehe zetu na majamaa zetu na wazazi na viongozi wetu. Kwa hiyo tusiingie huko, tuwe ni watu ambao tupo wazi wa kuifuata haki na dalili zake. Sikiliza mashehe wasemaje, upande huu wamekosoana na markazi yako, sikiliza. Hawa wananukuu maneno, wanaikosoa markazi yako kwa ushuhuda na dalili na ushahidi kabisa kwamba siku fulani au kipengele fulani hiki kilifanywa hivi na hivi,
na jambo hili ni moja ya vitu vinavyoivunja dawa yetu au misingi ya dawa yetu. Kwa mujibu wa maneno haya na msingi huu, basi uwe tayari kuiacha markazi yako au kuinasihi markazi yako. Ikifika mahali kufanya inadi, basi uwe tayari kukaa mbali na markazi yako. Kwa iwe hivi, lakini tusiwe kama baadhi ya hali zilizopita hapa nyuma. Tazama hali ya wafuasi wa al-Maghribi, al-Halabi, al-Ma'bari, al-Hajuri na wengine, au na marakis nyinginezo ambazo tunafahamu hali yake mpaka sasa hivi. Kwa sababu kwa sababu tu mashaka wana elimu pale, nyinyi bwana hamna elimu. Sasa inawezekana wakati mwingine kweli ukitazama as-salafiyin, mashaikh as-salafiyin labda wakakutikana wana udhaifu katika elimu, na mashaikh zako ambao wametahadharishwa, wamekosolewa, wakati mwingine wakawa wanakuwa katika elimu, wana nguvu katika elimu, wakizungumza usulubu wao. Hilo ni sikuhuri. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama aliwaambia masahaba kuhusu khawarij kwamba nyinyi mtaidharau sala yenu mkitizama sala yao, tahqiruna salatakum inda salatihim, saumu zenu mkitizama saumu zao, ibada zenu kwa ibada zao, visomo vyenu kwa visomo vyao, basi pia kumeni jambo ambalo linawezekana. Tunaweza tukatahiniwa sisi katika kituo chetu, tukawa labda waalimu zetu baadhi ya vituo wana udhaifu katika elimu, lakini wamesimama katika dawa sahihi. Akaja mmoja amesoma, lengo lake yeye ni takfiri maalumat, amekwenda markazi fulani, ana elimu nyingi. Sasa amehifadhi kitabu cha Allah, amehifadhi vitabu mbalimbali, basi akitoa khutba ashiki daftari, ashiki karatasi, shekhe wako anashika karatasi, lakini yule bwana hayupo katika njia ya sawa. Nasema huyu bwana ndo amesoma huyu. Hiyo sio dalili ya kwamba eti haki iko na yeye. Ikiwa Mtume alayhi wasallam alisema maneno haya kuhusu makhawarij, basi ni jambo linawezekana. Sio kipimo kukithiri kwa ibada au elimu kwa fulani, sio dalili ya kwamba, au sio kipimo cha kwamba yeye ndio yupo kwenye haki. Wakati mwingine marakizi zetu zinaweza kutahiniwa na udhaifu pia wa kufundisha, tahiniwa na shekhe dai ambaye yeye ni mtu wa safari, ni mtu wa kusafiri mara kwa mara, ni dhaifu, ni mvivu kwenye kufundisha, lakini amesimama katika dawa sahihi. Baki naye huyo. Lakini anapoonekana shekhe fulani yeye hatoki kwenye kituo, anafundisha na kuhifadhisha vijana vitabu mbalimbali, lakini ametahadharishwa, ukabaki sasa yule ndio shekhe wa sawa yule, na mashekhe zetu hawafundishi hao. Hicho sio kipimo cha haki. Nimetaja haya kwa sababu siku hizi ni moja katika vipengele mtu anaweza kuhurika akaiacha da'wa na mashekhe as-salafiyin kwa sababu ya jambo hilo. Kwa hiyo haya mengine yavumilike, na kwa sababu tupo kwenye haki tunaweza kutahiniwa na udhaifu wa elimu, tunaweza kutahiniwa na uzembe au uvivu wa kufundisha. Mahisbi wakapewa nguvu ya kufundisha. Tazama hajawira, baadhi yao unakuta labda wana nguvu ya kufundisha, lakini si hoja kwamba, au si dalili kwamba wao wapo kwenye nini, kwenye haki. Sio alama ya kwamba wao kwenye haki, wapo kwenye haki. Kwa hiyo lazimiana na kituo chako na shekhe wako na markazi yako, pamoja na mapungufu ambayo yapo, kwa sababu kikubwa kabisa ni kubaki katika muhimili wa dawa salafia na misingi yake. Ninadhani nisimamie hapa kwa wakati huu katika kalima yangu hii na muhadhara huu, niseme tu billahi tawfiq. Pale ambapo nimekwenda sawa sawa, basi ni tawfiki ya Allah Taala na kwa minna yake na karama zake, na pale ambapo nitakuwa mteleza, basi itakuwa ni kutoka kwangu na shetani.